Kwa majina mimi naitwa Mike Makarena. Leo hii nataka kumwambia sijawahi sifu serikali tena, mara yangu ya kwanza kusema serikali ya Ruto asante kwa kutupea watoto wetu watatu, Mithika Linturi na Kindiki na Joe Muturi yule umlitupea, wote ni watoto wa Mount Kenya East. Hiyo tunaambia serikali asante. Tukiwa nao minister hata sisi tunajiona tuko kwa serikali. Lakini hata kutupea hao hatutaacha kukosoa serikali bali iko na makosa. Kwa sababu tumenyamaza, tulisema tutanyamaza kwa sababu wakati tulipiga kura watu walikuwa na tension. Sisi sote tulikaa chini tukasema kitu tunataka Kenya moja. Na Kenya moja tukasema mimi na wewe mwenye ulishinda mpaka tukubaliane tukae pamoja. Na kazi zetu zote zikaendelea na hata sisi tunasifu Mungu na tunashukuru Mungu. Lakini ile imenileta leo jana kwa KTN nilimuona DPP vile anaongea, ndio imenileta leo nimwambie sisi hatuogopangi. Kama yeye ameanza vita, anataka Kenya irundi kwa vita na kujishibiana makosa leo na jana, sisi tuko ready. Nataka kuambia DPP haina haja ya kusumbua wazee wale walienda retire kitambo miaka iliyopita. Kama unataka kuonyesha deputy president ama president Ruto unamfanyia kazi, enda ufanye kazi saa hizi, wachana na ya zamani. Kushika wazee wengine, wazee wako na miaka over 90. Unamshika ndio uonyeshane vile wewe ni jaziri. Namba 2. Nataka wale unatetea waliuawa wewe, nataka kukuambia leo hii. Wale waizi wa bunduki ya mwizi akishikwa leo, aende kotini atumwe hata Kamiti. Ukienda Kamiti anaendelea kukaa na pingu. Kwa sababu si mtu mzuri. Na wengi wale unatetea ni watu ambao wamehangaisha watu. Ukitaka kujua ukweli, enda kwa yule unataka kutetea, uende kwao nyumbani. Uulize watu huyu mtu anakaaje. Utaambiwa ni muuaji. Wewe unatetea mtu wa bunduki. Kwani ni serikali mnataka kuanguza? Unafikiri ni Kinoti unamaliza lakini unajimaliza wewe mwenyewe. Na nataka kuambia Kinoti pale popote huko, kama DPP ako na kitu ile ambaye anaweza peana kotini ustakiwe, enda koti. Hata mimi nilikuwa huko na Wiru na nilikaa miaka 2 na nikatoka. Mwanaume ni yule anapigania haki yake. Kwa hivyo nataka kuambia DPP hivi, sisi sote tumeunga Ruto mkono, ni president wa Kenya. Tumesema deputy president ni Rigathi. Na nataka kumwambia Rigathi Gachagua, wakati ulichaguliwa ukakuwa deputy president, kila mtu alichange mind yake kwa hii Mount Kenya. Tukasema tukupie nafasi tuone uongozi wako. Sasa uongozi wako ni hiyo, unapea mtu kama DPP anataka kukuharibia jina. Uongozi wako ni watu wa Mount Kenya kila siku ndio wanalia. Kwani Mount Kenya ndio walikuwa kwa serikali peke yao? Wale wazee wameshubuliwa leo asubuhi, walienda retire. Yule mzee akilia na alikuwa anapigania hii Kenya. Kama Kinoti angekuwa na ujasiri, kama nchi angekuwa na ujasiri, wale wote askari walikuwa, hii kura tungeenda kwa ndeve, tungetoka na amani ama watu wangetoka wameuana. Sifu mtu wakati yako hai. Ile kazi Kinoti amefanyia wa Kenya, hata nani hatafanya. Na nataka kuambia DCI, yule ameingia mgeni, wewe ingia kwa ofisi, fanya kazi yako. Wachana na sifa za DPP. DPP yako kwa masinema, ndio astateni kiti yake. Anaseza masinema, anaenda kwa TV, hata mtoto wa class 2. DPP wewe ukiongea na kusoma, anaona unafurahisha president. Naye Ruto ni mwerevu, ngoja uone utaenda nyumbani. Kwani utakuwa unafufua wale ni nini huyu mtu anakuja kuambia wa Kenya? Sisi tuko rende kusikiza serikali, tuko rende kukaa na serikali, lakini hatuko rende kusurubishwa, kutishiwa. Mnatisha Kinoti, unajua amesaidia walemavu wangapi hapa Meru? Amejenga kanisa ngapi? Kwani Azola ni nani? Azola ni wewe tu, baba yako ndio alikuwa mkubwa. Ukaitwa huko ukapewa kazi juu ya baba yako. Kinoti ni maskini. Alipewa kazi kwa serikali ya Uhuru na Ruto. Na wewe ulishindwa. Kama una saliti Ruto, kama unasaliti Uhuru, hata huyu Ruto mwingine akikuja mwaka ijayo utamwacha wewe DPP. Na kwa hivyo hatuko rende na hatukuogopi, na hata ukitaka tuanze kezo ununue tia ngazi, enda umshike kezo, ndio utaona watu wamenyamaza hivi, waone serikali inaendezwa aje. Na kama wewe ndio utaanzisha mvurugano wa serikali ambaye watu wamenyamaza, tumesikizana, tumeambiana tufanye kazi, na hata Ruto anajua hakuna Mkenya yoyote ako na vitina na yule Mkenya mwingine. Vitina inatoka kwenu. Hii serikali mkiambia watu ni mbaya, kwani yako ndio itakuwa nzuri, ndio wataacha bunduki na wote walienda kiganjo.
wengine wakaenda training wapi? Askari ni askari. Hakuna yule utakuja utuambie huyu ni mzuri, yule ni mbaya. Kama unasema askari ni wabaya, wote ni wabaya. Wacha tupromoze serikali. Ikiporomoka hata wewe waje utakujua kwako na bunduki na hao wakora unatetea. Asanteni. Naye kesi nyingine nisisahau. Kesi ya Rigathi Gachagua. Wakati alichaguliwa akakuwa deputy president. Hata kama ni mimi DPP, hata kama ni mimi DCI, hiyo kesi iliisha siku hiyo. Wakenya ndio walimchagua na wakaamua wasimamia akiwa hivyo. Kwa hivyo hata usipotoa kesi, hiyo ilitoka kitambo. Hata kwa Wakenya wanajua Gachagua ana kesi ndio ni deputy president. Kwa hivyo hiyo sio sifa kutoa kesi ati ukae ukitisha watu, na usitutishe. Na kama mimi siogopangi, mimi sitaogopa muongo. Asante. Ni mkubwa yule amesimamia huko, si Kinoti. Kwa hivyo DPP atafautize, sauti zake zina confuse wa Kenya. Na Wakenya tunataka tuwe pamoja, na tukiwa pamoja ndio nguvu, ndio uchumi itainuka. Kama anataka uchumi ya Kenya iende chini, aanze kuvuruga serikali. Wakenya wakizajua serikali haiko pamoja, hatutalala kwa nyumba. Tutakuwa tunatolewa na wakora saa 7 ya mchana. Kwa hivyo tunamuomba siri ya serikali akae naye, asiongee kwa TV, asiambie Wakenya sisi tunajua serikali ndio inatuchunga. Kama serikali ile inatuchunga wanatuonyesha ndio inatuua, tutaendelea, tutakuwa wapi? Tena si Wakenya peke yake mnaelezea. Mnaelezea hata mataifa. Unaelezea hata alisababu anajua weakness yenu. Kwa hivyo chungeni midomo za ingine kuongea kuhusu security. Asanteni. DPP. Tunajua wewe ni DPP, unasema umesomea kazi yako. Lakini kama uko na evidence yenye inaonyeshana Kinoti yako na makosa, waza kusunguka ukimharibia jina kwa ma-TV. Enda direct mpeleke kotini, anjitetee kotini. Hata yeye ni mwanaume atajitetea. Lakini ukisunguka ukimharibia jina, alafu ukuje uonyeshe Wakenya kwa nini umesaa peleka yeye kotini, umesaa mharibia jina na aende kotini akishinda kesi, kutakuaje? Kwa hivyo kitu tunaomba DPP, tunakujua vita yako na Kinoti inajulikana na Mkenya yoyote. Wewe hata ufai upewe nafasi ya kuchunguza mambo ya serikali. Already uko na interest tofauti ya kujitafutia kiti. Wacha mwingine achunguze, kama ni kuna makosa waende kotini. Lakini usizunguke kwa ma-TV ukiharibia watu jina, alafu na unakuja kutuambia wewe ndio unajua. Hakuna kitu unajua, ndio wewe sio court na kesi kuwithdrawiwa. Kama kesi ilifika kotini, usiwithdraw kesi. Wacha jaji mwenyewe withdraw kesi. Juu yeye ndio ako na hiyo mandate. Hii sifa nyingine unajitafutia, hakuna kitu. Kenya watu wako na akili.